Waandishi wa habari nimewaita hapa kwa dhumuni la kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo vya habari, na kuna baadhi ya mambo machache kabisa ambayo nitazungumzia hapa, yakiwemo mambo ambayo yanaendelea kwenye kanda yetu ya Pwani, lakini pia yanaendelea kwenye taifa letu kwa ujumla. Kuna jambo kubwa la masuala ya utekaji na mauaji ambayo yanaendelea kwa muda sasa. Azimio la kimataifa la haki za binadamu la mwaka 1984, Universal Declarations of Human Rights, kifungu cha 3 kinasema kila mtu ana haki ya kuishi, uhuru na usalama wa nafsi yake. Pia mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ICCPR inasema, kifungu cha 6 kinasema haki ya kuishi ni haki ya asili kwa kila binadamu. Pia inasisitiza kuwa hakuna mtu kunyimwa uhai wake kiholela. Pia ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, ya mwaka 1977 inasema kila mtu ana haki ya kuishi. Kwenye kanda yetu ya Pwani na Tanzania kwa ujumla kumekumbwa na matukio mengi ya kikatili, yakiwemo matukio ya utekaji, mauaji ya kiholela, na vyombo vya ulinzi na usalama vimeshindwa kabisa kudhibiti hali hiyo pamoja na kuwajibisha wahusika wa matukio hayo. Siku za karibuni kuna mauaji ya kikatili kabisa yalifanyika kwenye kanda yetu ya Pwani ya kijana mwanafunzi wa chuo kikuu cha IFM anaitwa James Temba. Aliuawa kikatili kwa kuchinjwa na akatupwa katika mto Msimbazi kwenye wilaya ya Ilala. Sisi kuna baadhi ya mambo machache kabisa tunayaona kupitia matukio haya yanayoendelea. Kwanza, hakujakuwa na majibu ya kueleweka kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vina wajibu wa kutoa hayo majibu kwamba wahusika waliofanya matukio haya ni kina nani. Tumekuwa na mazoea kwa sasa hivi kwa jeshi la polisi kusema kwamba wanafuatilia, lakini hawajawahi kuja na majibu ya kueleweka ni nini. Tunafahamu kuna kisa cha ndugu yetu Sativa. Sativa alitekwa, alipigwa risasi ya kichwa. Watu waliohusika aliwataja kwa majina, lakini mpaka kesho uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na hakuna ripoti yoyote ya kueleweka ambayo imetolewa zaidi ya miaka 2 sasa hivi. Lakini pia tunafahamu kuna issue ya Deusdedith Soka, alitekwa Chang'ombe akiwa na wenzake watatu. Alikuwa ni kiongozi, mwenyekiti wa baraza la vijana wa jimbo la Temeke, lakini mpaka kesho haijawahi kutolewa taarifa yoyote ya wapi alipo Soka, yupo kwenye mazingira gani. Hakuna taarifa yoyote ambayo tumewahi kusikia. Mzee wetu, mzee Ali Kibao, aliuawa kikatili, alitobolewa macho, alimwagiwa tindikali. Jeshi la polisi walisema wanafanya uchunguzi, lakini mpaka kesho haijulikani kwamba mwisho wa uchunguzi wao ulikuwa ni nini au waliafikiana nini kwenye haya masuala ya kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanakuwa salama. Haya matukio, kuna mentality inatengenezwa kwamba yanaelekea kuzoeleka, yaani kwamba sasa hivi matukio ya mauaji yao ni jambo la kawaida kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ni jambo ambalo sisi kama baraza la vijana kanda ya Pwani tunakataa. Tunasema matukio ya utekaji kwenye kanda yetu, lakini pia kwenye nchi yetu ya Tanzania hayakubaliki kabisa kabisa. Baraza la vijana kanda ya Pwani tunatoa wito ufuatao. Moja, tunazitaka mamlaka husika kufanya uchunguzi wa haraka, wa kina na uwazi kwa wahusika wote kwenye tukio hili la kuuawa kwa kijana James Temba, pamoja na matukio mengine ya utekaji na mauaji yanayoendelea kwenye kanda yetu ya Pwani, lakini pamoja na Tanzania kwa ujumla, na hatua kali za kisheria zichukuliwe bila kuchelewa. Pili, tunasisitiza umuhimu wa vyombo vya dola kuhakikisha usalama wa raia wote. Maisha ya kila Mtanzania yana thamani sawa na yanapaswa kulindwa bila ubaguzi wowote. Tatu,
BAVICHA kanda ya Pwani tunatoa pole nyingi kwa familia ya James Temba. Maumivu yenu ni maumivu yetu sote na tunasimama na nyie kwa kipindi hichi kigumu. 4, tunatoa wito na rai kwa jamii nzima kulaani vikali vitendo vya ukatili kwa kushirikiana na kudai uwajibikaji kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha haki inatendeka. Hatuwezi na hatutakubali jamii yetu igeuke kuwa sehemu ambayo thamani ya maisha ya binadamu inapuuzwa kwa kiwango hichi ambacho kinashuhudiwa kwa sasa Tanzania. Lakini pia nizungumzie kwa kidogo suala la mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Mughwai Lissu ambaye yuko gerezani. Leo ni siku ya 392 kwa kesi ya kubumba ambayo tunafahamu kabisa ni kesi ya kusingiziwa, ni kesi ya uongo. Tunazidi kutoa rai kwa mamlaka kumwachia huru Tundu Lissu. Tunafahamu Lissu sio mwaini. Kwa hivyo tunatoa wito kwa jeshi la polisi, serikali na mahakama kuhakikisha kwamba Lissu haki yake haiendelee kucheleweshwa tena. Tunafahamu ni mwezi wa pili sasa, mwezi wa 3 unaelekea tokea kesi ya Lissu isimamishwe kutajwa mahakamani. Kama kiongozi mkuu wa chama cha upinzani Lissu anafanyiwa uvunjifu wa haki kwa kiasi hichi, kesi yake miezi 3 kutopelekwa mahakamani, vipi kuhusiana na wananchi wa chini wanapitia kwenye hali ya namna gani? Tumeshuhudia kuna kesi ambazo ni za kawaida kabisa zinachukua miaka 10 zinaendeshwa hazimaliziki. Tunatoa wito kwa mahakama kuacha kuendelea kuvunja utaratibu, lakini pia kuminya haki za watu. Kila mtu ana haki ya kuishi, lakini pia kama kuna masuala ya kimakosa wapate pia haki yao kwa wakati. Kwa hiyo tunatoa wito na tunasisitiza sana hilo lifanywe kazi. Mwisho tunasema wazi, haya matukio ya ukatili yaliyofanyika kwenye kanda yetu ya Pwani, lakini pia Tanzania kwa ujumla haukubaliki. Matukio yote ya uvunjifu wa haki za watu haukubaliki, na sisi kama BAVICHA kanda ya Pwani tuna wajibu wa kuzungumza na hatutaacha kuzungumza mpaka tutakapohakikisha kwamba Tanzania inarudi kwenye misingi yake ya kuendeshwa kwa misingi ya sheria, jambo ambalo kwa sasa linapuuzwa pakubwa sana. Basi ndugu waandishi wa habari, tunashukuru. Mungu awabariki sana.